kutoa taarifa rasmi na ukaribisho rasmi kwa wananchi wote tukielekea kwenye siku ya wanawake duniani ambayo itafanyika kimkoa katika wilaya yetu tarehe 8, ambapo siku hiyo ni kilele cha maadhimisho ya siku hiyo muhimu sana ya wanawake duniani. Sisi kama wilaya ya Ubungo tumejipanga vizuri kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii muhimu kwa wanawake, na mpaka sasa tumeshaanza matukio mbalimbali kuelekea kwenye siku hii muhimu ya wanawake. Siku hii ya wanawake duniani inaenda na kauli mbiu inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Kupitia kauli mbiu hii tunaona mambo ya msingi makubwa mawili: kwanza haki, pili usawa, lakini kwa wanawake na wasichana, ili kuweza kufikia dira ya 2050. Kwa sisi kama wilaya tumejipanga kutekeleza ufanikishaji au kufikiwa kwa dira hii, na siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 ambapo ni siku ya kilele, tutaweza pia kupata fursa ya kueleza mikakati kwa kina ya halmashauri tunafikiaje katika dira hii, kwa sababu ni lazima tutafsiri kauli mbiu hii kwa vitendo kwa kupitia maamuzi yote tunayoyafanya ya kisera, ya kiutekelezaji katika halmashauri yetu. Siku ya tarehe 8 ninawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Ubungo kwanza kushiriki katika maandamano ya amani kuelekea kwenye viwanja vya barafu, ambapo ndipo tutakapoadhimisha siku hii muhimu kwa wanawake. Lakini pia vile vile tutakuwa na maonyesho mbalimbali katika eneo hilo ya bidhaa na vitu vinginevyo, hasa zile bidhaa ambazo zinazalishwa katika wilaya yetu ya Ubungo. Tunatumia hizi siku kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 au siku ya kuelekea kwenye maadhimisho kuhakikisha kwamba maafisa maendeleo katika kata zetu zote wanatoa elimu ya kutosha kuhusu masuala ya haki na usawa wa wanawake, lakini vile vile fursa zilizopo kwa ajili ya makundi haya muhimu, kundi la wanawake na wasichana katika halmashauri yetu. Lakini jambo lingine ambalo linafanyika katika siku hizi kuelekea kilele cha sikukuu hii ya wanawake ni kuhakikisha kwamba maafisa maendeleo ya jamii pamoja na wale wa ustawi wa jamii wanafikia watu wote wenye uhitaji. Sio lazima wawe wanawake peke yao, kwa sababu unaweza ukakuta mtu mwenye uhitaji ni mwanaume, lakini uhitaji ule unamwathiri moja kwa moja mke wake au mtoto wake wa kike ambaye anamtegemea kwa ajili ya kipato na huduma nyinginezo. Kwa hiyo maafisa maendeleo pamoja na maafisa wetu wa ustawi watawafikia wananchi wote kwenye ngazi za kata kwa ajili ya kutatua au kudokumenti au kukusanya taarifa za uhitaji ambazo zipo huko. Lakini pia tutakuwa na shughuli ya upandaji wa miti katika baadhi ya maeneo ya wazi ndani ya halmashauri yetu na ugawaji wa vifaa mbalimbali kwa makundi maalum ambayo yameainishwa. Kwa hiyo kipekee kabisa nitoe rai kwa wananchi wote wa wilaya ya Ubungo, kwanza kufahamu kwamba tarehe 8 tutakuwa na maadhimisho ya kimkoa ya siku ya wanawake duniani katika wilaya yetu ya Ubungo, na tunafanyia pale Mburahati katika uwanja wa barafu. Kwa hiyo wananchi wote niwaombe sana muweze kushiriki siku hii muhimu. Kwa jina naitwa Hilda Malosha, ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi. Mwaka huu 2026 ni mratibu wa maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani. Kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, maadhimisho haya kimkoa mwaka huu sisi ndio wenyeji na tutafanya kwenye viwanja vya barafu kata ya Mburahati. Na sisi kama wilaya ya Ubungo tumeshaanza maadhimisho haya kwenye ngazi ya kata, ambapo tumejikita katika utoaji wa elimu kwenye jamii na hasa tukiwalenga wanawake, wasichana na wanafunzi. Lakini pia tumejikita kwenye ugawaji wa vifaa kwenye zahanati tofauti tofauti, lakini pia kwa watu wenye mazingira hatarishi na mazingira duni. Lakini vile vile tumejikita kwenye uinuaji wa madawati wa majukwaa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambapo sisi tumeona kama ni jukwaa kubwa sana ambalo linaweza likamfanya mwanamke akasimama, mwanamke akanyanyuka. Kwa hiyo tumepita katika kila mtaa na kila kata tukiwahamasisha wajiunge katika vikundi na wahakikishe vimesajiliwa na halmashauri ya manispaa ya Ubungo,
na baada ya kusajiliwa kuhakikisha wanazipata fursa zilizopo ambapo ni mikopo ya 10%. Lakini kupitia hivyo vikundi tumewahamasisha waingie kwenye majukwaa. Kuna yale majukwaa ambayo yanaitwa ni majukwaa ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ambayo yamelengwa mahususi kwa ajili ya kuwaunganisha wanawake. Tukiamini kwamba kupitia yale majukwaa kina mama watapata fursa ya kubadilishana mawazo, watapata fursa ya kujifunza vitu tofauti ambavyo wengine wanavifanya, watapata fursa ya uelewa wa masoko, watapata fursa ya uelewa wa mahusiano, malezi pamoja na masuala mengine ya kijamii. Kwa sababu tunaamini serikali sisi ni rahisi kufanya kazi na watu walio kwenye makundi kuliko mmoja mmoja. Kwa hiyo hamasa kubwa imefanyika kuhakikisha kwamba hatumwachi mwanamke yeyote nyumbani. Tunahakikisha kila mwanamke anajumuika na wanawake wengine kupitia vikundi na hayo majukwaa ili kupata fursa.